Madini mapya yaliyogunduliwa China yanatoa dalili za siri za dunia. Wanajiolojia wa China wamegundua madini mapya ambayo yanatoa mwanga adimu kuhusu mageuzi ya dunia ya miaka bilioni 4.6 na huenda yakawa na funguo kwa maendeleo ya baadaye ya sayansi ya nyenzo. Maelezo zaidi katika makala kuhusu Ifahamu China. Madini hayo yaliyotambuliwa na watafiti kutoka chuo cha sayansi za jiolojia cha China yamepewa jina la Jinshuit kwa Kiingereza na yameidhinishwa rasmi mwezi uliopita na Tume ya Madini Mapya, Uainishaji na Nomenklacha ya Jumuiya ya Kimataifa ya Madini. Wataalamu walisema kuwa ugunduzi huo ni mafanikio makubwa ya kisayansi yanayopanua mipaka ya uelewa wa binadamu kuhusu ulimwengu wa nyenzo na hatimaye unaweza kufungua njia ya kutengeneza nyenzo mpya zenye sifa maalum. Tunajua kuwa madini mapya ni ramani ya usanifu iliyotolewa na maumbile. Muundo wake thabiti umechujwa na kuboreshwa katika kipindi cha miaka bilioni 4.6 mageuzi ya kijiokemia ndani ya dunia. Mpangilio wake wa kipekee wa atomu unaweza kuwa na sifa ambazo ni vigumu kuiga kupitia usanisi wa bandia. Wanasayansi wa nyenzo wanaweza kujifunza miundo ya kioo ya asili ya metali hizi. Zaidi ya uwezo wake kama kiolezo cha uhandisi, madini hayo pia hutumika kama msimbo unaorekodi historia ya kipekee ya kijiolojia ya dunia na hata ya ulimwengu mpana, yakionyesha jinsi elementi zinavyojihusisha chini ya hali kali. Kila ugunduzi unaweza kutoa tafsiri ya kina ya siri za maumbile. Madini mapya hufanya kazi kama kapsuli ya muda yenye azimio la juu kwa kufasiri historia ya kijiolojia ya eneo. Kila madini hutengenezwa chini ya hali mahususi za joto, shinikizo na kemikali. Zaidi ya hayo, Yan alisisitiza kuwa madini mapya ni vihisi asilia vya kuchunguza kina cha dunia, yakitoa data ya moja kwa moja na yenye thamani kubwa kuhusu mazingira ya kale ndani ya sayari. Kwa kutafsiri rekodi hizi za asili, wanasayansi wanaweza kuelewa vyema mabadiliko ya zamani ya dunia, mienendo yake ya sasa na mwelekeo wake wa baadaye.